Na kwa nini tunaadhimisha siku hii ya leo ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo? Katika maisha ya Wakristo wote, maana asili ya Ukristo ni Kristo. Narudia tena, asili ya Mkristo ni Kristo, na tunapozungumzia Kristo tunazungumzia Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Sasa huyu Yesu Kristo alikuwepo duniani, na namna ya uwepo wake alizaliwa na mwanamke, kama vile mimi na wewe tulivyozaliwa, ndivyo Yesu Kristo na yeye alivyozaliwa. Lakini historia yake inaonyesha kuwa upatikanaji au mchakato wa Yesu Kristo kuzaliwa ulikuwa ni wa maajabu sana, kwa sababu haukuhusisha mapenzi ya mwili ya watu wawili, bali ulihusisha uhusiano wa Mungu, uhusiano wa Roho Mtakatifu juu ya mwanamke mmoja aitwaye Mariamu. Na huyo Mariamu alikuwa bikira. Bikira maana yake ni mwanamke ambaye bado hajawahi kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo akabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na wakati akijisikia hali ya ujauzito, alipomweleza mume wake mazingira anayoyasikia, Biblia inasema mume akaazimia kumwacha Mariamu kwa siri, akijua ya kuwa labda Mariamu kuna namna amefanya. Waswahili wa sasa wanasema labda amechepuka, na ndio maana akapata ujauzito. Lakini wakati Yusufu anapanga jambo hilo, maandiko yanasema malaika akamtokea Yusufu akamwambia, usimwache mke wako, maana mimba aliyonayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tafsiri yake, alichokibeba ni kitu kitakatifu, kinakuja duniani kwa kazi maalum, kinakuja duniani kwa jambo maalum. Na akapewa maelekezo namna mtoto atakavyokuwa, namna mtoto atakavyozaliwa. Kwenye kitabu cha Isaya anatabiriwa Yesu kuzaliwa miaka kadhaa iliyopita. Tokea Isaya anatabiri kuzaliwa kwa Yesu mpaka Yesu anakuja kuzaliwa ni zaidi ya miaka 2000 imepita. Manabii walitabiri kwamba atakuja kuzaliwa Yesu, lakini hawakujua atakuja kuzaliwa wapi, atazaliwaje, itakuwa kuaje. Ila waliona kwamba maisha haya wanadamu wanayoishi, kuna wakati atatokea mtu atakuja kuwa sadaka ya wengi, na huyo atakayemwamini atakuwa amefungua mlango wa kumwona Mungu na kumjua Mungu vizuri. Sema amen. Umeshafika kwenye hicho kitabu cha Isaya? Kwa Mariamu akabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na akapita katika vipindi vigumu. Umefika
Ndio baba. Soma. Isaya sura 7 mstari wa 14. Nasemaje? Biblia inasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama bikira atachukua mimba. Bwana atawapa ishara, atawapa ishara. Atawapa ishara. Kuna jambo litatokea. Litakuwa tofauti na kawaida ya kibinadamu. Kuna namna itatokea. Na utakapoona hilo jambo limetokea likiwa tofauti na kawaida au na desturi ya watu wanavyozaliwa au watu wanaopata watoto, basi hiyo itakuwa ni ishara ya kuwa Bwana kuna jambo anakusudia kulifanya. Sema amina tena. Rudia pale ndio Mungu. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama bikira atachukua mimba. Tazama bikira atachukua mimba. Atazaa mtoto mwanamume. Na atazaa mtoto mwanamume. Naye atamuita jina lake Immanueli. Na huyo mtoto ataitwa jina lake Immanueli. Mstari wa 15. Siagi na asali atakula. Ndio. Wakati ajuapo kuyakataa mabaya na kuchagua mema. Kwa maana kabla mtoto huyo hajajua kuyakataa mabaya na kuyachagua mema, nchi ile ambayo wewe unawachukia wafalme wake wawili itaachwa ukiwa. Ndio. Bwana ataleta juu yako na juu ya watu wako na juu ya nyumba ya baba yako. Ndio. Siku zisizokuja bado. Ndio. Tangu siku ile aliondoka Efraimu kutoka katika Yuda. Ndio. Yaani mfalme wa Ashuru. Ndio. Tena itakuwa katika siku hiyo Bwana atampigia kelele inzi aliye katika pande za mwisho wa mito ya Misri. Ndio. Na nyuki aliye katika nchi ya Ashuru. Nao watakuja kutulia katika mabonde yaliyoukiwa na katika pango za majabali. Hayo mengine utaendelea kusoma mwenyewe kuelewa namna ambavyo Yesu, process ya yeye kuzaliwa, na hayo anayozungumzia hapo, anazungumzia ule utawala ambao shetani alimjenga kwenye maisha ya watu, na palikuwa hapana namna nyingine ya mwanadamu kupata msamaha au kuunganishwa na Mungu. Lazima awepo mtu aliyetoka mbinguni, damu yake imwagike ili ilete ondoleo la dhambi. Sema amina kubwa tena. Lakini leo tuzungumzie habari ya kumwagika kwa damu, ila tunazungumzia habari ya kuzaliwa kwake. Kwenye kitabu cha Luka sura ile ya kwanza kuanzia mstari ule wa 26. Luka sura ile ya kwanza kuanzia mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, ndio, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na nani? Na Mungu. 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 Alitumwa na Mungu. Mwezi wa 6, miaka imepita tokea nabii Isaya mtumishi wa Mungu kutabiri ya mtu anaitwa Immanueli. Maana yake Mungu pamoja na wanadamu. Huyo atakapokuja atakuwa upatanisho wa Mungu pamoja na wanadamu. Immanueli, Mungu pamoja nasi. Sema amen. Sasa miaka baada ya kupita, tunaona malaika anakuja. Soma pale. Biblia inasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli akatumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Akaenda mpaka mji uitwao Galilaya, jina lake Nazareti. Huko Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu. Jina lake Yusufu. Jina lake Yusufu. Wa mbari ya Daudi. Mbari ya Daudi. Na jina lake bikira huyo. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema. Malaika huyo akaingia nyumbani kwa Mariamu. Alafu akasema, salamu uliyepewa neema. Salamu wewe uliyepewa neema. Kwa nini anaambiwa amepewa neema? Unabii ulishatoka miaka, lakini alikuwa anatafuta mtu aliyepewa neema. Na kuna kitu hapo nataka uelewe. Hivi kwa nini? Unajua katika Uyahudi palikuwa na mabikira wengi, lakini wengine walikuwa hawajaposwa. Sema amen. Kwa nini asingeenda kwa bikira ambaye hajaposwa? Maana tafsiri yake haionekana amezini. Uongo kweli? Sema amen. Lakini aenda kwa mtu ambaye yuko kwenye mchakato wa nini?
ndoa. Yes. Lakini kabla hajatimiza azima ya ndoa, habari njema inakuja kwa Mariamu. Yes. Salamu wewe uliyejaa neema. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema. Uliyepewa neema. Bwana yupo pamoja nawe. Na Bwana yuko pamoja na wewe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akashangaa na kuhuzunika kwa ajili ya maneno haya anayoyasikia. Akawaza moyoni. Akaanza kuwaza, salamu hii ni ya namna gani? Hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu. Usiogope Mariamu. Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Kwa maana wewe umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Sasa hivi ninavyoongea, utachukua mimba na utazaa mtoto mwanamume. Na jina lake utamuita Yesu. Na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu. Huyo Yesu atakayemzaa atakuwa mkuu. Ataitwa mwana wa aliye juu. Na ataitwa mwana wa aliye juu. Pigie Mungu makofi na vigelegele. Uko hapa umependeza mwilini. Inawezekana umeandaa vyakula vizuri kwa ajili ya kusherehekea siku ambayo Yesu Kristo alizaliwa. Mkombozi wa ulimwengu amezaliwa. Lakini jambo la msingi ambalo natamani nikukumbushe siku hii ya leo, Yesu Kristo azaliwe ndani ya maisha yako. Yesu Kristo awe mpya ndani ya maisha yako. Yesu Kristo abadilishe historia mpya ndani ya maisha yako. Kama kuna vitu vimezaliwa kinyume na utaratibu, Yesu leo anapozaliwa kwa neno la Bwana, na wewe uzaliwe upya, maisha yako yazaliwe upya, kazi yako yazaliwe upya, cheo chako kizaliwe upya, elimu yako yazaliwe upya, ndoa yako yazaliwe upya, wokovu uzaliwe upya, na baraka zitakazotokea zitakuwa takatifu. Kuna vitu vitatokea. Wewe utakaye tengeneza uhusiano mpya na Yesu Kristo, kuna vitu vitatokea kwenye maisha yako, na hivyo vitaitwa vitakatifu. Sema amina kwa wakati tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Unapopokea hiyo nguvu ya kuzaliwa kwa Yesu, tafsiri yake unabeba mimba ya kiroho. Narudia tena, unapopokea siku hii ya leo ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo na ukampa Yesu Kristo nafasi ya kuzaliwa upya ndani yako, unabeba mimba kiroho itakayoanza kuzaa vilivyo vitakatifu. Unachukua mimba kiroho kwa kuwa ndani yako tayari kuna kitu kipya ambacho hakikuzaliwa